mwanaume alimpa mamlaka kamili ya kutawala na kuongoza familia ya mwanadamu hapa duniani. Lakini unachotakiwa kukijua ni kwamba huu ufalme mwanaume hajapewa kama zawadi. Huu utawala hauji kama bonus. Kuna wajibu wa kufanya. Kuna vita vya kupigana. Kuna mahala pa kushinda. Ndio maana kuna wanaume wamefanikiwa kukaa kwenye nafasi yao ya ufalme na utawala. Na kuna wanaume mpaka wanaondoka duniani hawajawahi kufanikiwa kukaa kwenye hicho kitu. Najua nazungumza na wewe kama mwanaume, nazungumza na wewe kama mzazi mwenye watoto wa kiume, nazungumza na wewe kama ndugu ambaye nyumbani kwenu kuna wanaume. Naomba unisikilize vizuri. Ukisoma maandiko utagundua Daudi kwenye dakika zake za jioni, wakati anakaribia kuondoka duniani, huyu mzee akiwa amekula chumvi nyingi, moja kati ya maelekezo aliyompa mwanae Suleiman, ambaye kiti cha ufalme kilikuwa kinakwenda kwake, alimwambia nataka uwe mwanaume. Ujionyeshe kuwa ni mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanaume ni zaidi tu ya maumbile ya kiume. Wanaume ni mfumo unaotawala. Suleiman hakuwa na nafasi ya kukaa kwenye kiti cha wanaume bila ya kuportray ile character na ile sifa ya wanaume. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2, maandiko yanasema, basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia. Akamuhusia Suleiman mwanawe akisema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, jionyeshe kuwa mwanaume. Kwa maneno mengine alikuwa anamwambia jionyeshe kuwa mtawala na mfalme. Jionyeshe kwamba hiki ulichokipata hujapendelewa. Jionyeshe kwamba hiki tunachokupa umestahili. Jionyeshe kwamba watu wanaweza wakakufuata na wakahisi kwamba hawajafanya makosa. Jionyeshe kwamba watu wanastahili kukuamini na ukawaongoza na still wakawa salama. Kuna vita 10 ambazo kila mwanaume anatakiwa kushinda ili kuweza kukaa kwenye nafasi yake, kukaa kwenye nguvu zake, kuwa na sauti kwenye eneo lake na kuweza kutawala na kuongoza kwenye kile kitu ambacho Mungu alimkusudia kukaa na kukiongoza. Vita ya kwanza ni vita ya utambulisho binafsi. Kila mwanaume ana wajibu wa kujitambua yeye ni nani. Katikati ya watu wengi ambao wako duniani, kila mwanaume ana wajibu wa kuweza kujitambua yeye ni nani, nguvu zake ni nini, na wapi anakwenda na maisha yake. Ushindi ambao mwanaume anaupata kwenye vita ya utambulisho utampa kuweza kujua upekee wake ni nini. Utampa kuweza kujua thamani yake ni nini. Utampa kuweza kujiondoa kwenye attachment ya vitu ili kuweza kuonekana mtu wa maana. Mara zote unapokutana na watu ambao hawajafanikiwa kujitambua, moja kati ya ugonjwa wanaokuwa nao, wanakuwa na hii syndrome ya kujiattach na vitu. Atajiattach na nyumba, atajiattach na gari, atajiattach na cheti chake, atajikuta mtu sana wa kujisimulia stori zake. Ili nini? Ili aweze kuonekana mtu katikati ya watu. Ndio maana siku zote utakapokutana na watu waliofanikiwa kweli, huwa hata stori zao wasimlii wao, wanasimulia watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu hawana ile fear of attachment. So mwanaume anatakiwa kuweza kujitambua ili kuweza kujua thamani yake na nguvu zake ni nini, kuweza kuupata upekee wake katikati ya watu. Afike mahala hata kama wengine 100 wataenda upande wa kushoto, yeye peke yake ataenda upande wa kulia, na atakuwa anajua kwa nini anaenda anakoenda na nini anakwenda kukipata kule anakoenda. Afike sehemu mwanaume anaweza akafanya maamuzi peke yake na wengine wote wamempinga, na still akasema it's okay, naweza nikafanya nilichokiamini, then nikaja kuonyesha nini nilikuwa nakiamini baadaye. Mwanaume hawezi kujisikia salama ndani yake mpaka amefika hatua ya kuweza kujitambua. Mwanaume hawezi kukaa kwenye nafasi ya uongozi, kuongoza mke wake, kuongoza familia, kuongoza watoto, bila yeye mwenyewe kuweza kujitambua. Kwa sababu moja kati ya swali ambalo mke huwa analiuliza,
Aidha kwa kuliuliza direct au kwa vitendo, mke huwa anataka kujua tunaenda wapi na haya maisha. Umenioa ndio, lakini unanipeleka wapi? Miaka 5 tutakuwa wapi? Miaka 10 tutakuwa wapi? Ndio maana ukichunguza vizuri, moja kati ya kitu tunachoanza nacho sana tunapokuwa tunatengeneza mahusiano huwa ni kushare ndoto zetu. Kila mwanaume unapopata nafasi ya kusimulia ndoto, unauza maono yako kutokea kwenye kujitambua. Hautakuwa na sera ya kumwambia mwenzako baada ya miaka 10, baada ya miaka 20 nikifanikiwa itakuwaje, tutafanikiwa kwenda wapi na wapi, kama we hujajitambua na hujapata picha nini unaweza ukakipata kwenye maisha yako. Ndio maana mtu wa Mungu unatakiwa kujua, Mungu alipomuumba Adam, kitu cha kwanza alichofanya naye, akaanza kumwambia kwa nini nimekuumba. Akamwambia nimekuweka bustanini ili uweze kuilima na kuitunza. Akamuonyesha location ambayo atakuwa anaishi, akamuonyesha kazi ambazo atakuwa anazifanya, akamuonyesha mipaka yake. Mungu hakumpa mke, Mungu alimpa Adam kila kitu ambacho kitampa utambulisho na kitampa kujua yeye ni nani, nini anafanya na nini anawajibika nacho. Baada ya hapo akampa mke. Maana yake ni kwamba utambulisho huwa unaanza kabla ya kitu kingine chochote. Ili kila kitu kije kuwa salama kwenye mikono ya mwanaume, kujitambua ndani kunapaswa kuweza kuanza. So vita ya kwanza unaotakiwa kushinda kama mwanaume ni vita ya kuweza kupata utambulisho binafsi. Ujijue wewe ni nani, kwa nini uko duniani, na Mungu amekukusudia kuwa mtu gani na ufike wapi na maisha yako. Vita ya pili ni kuwa na kitu kikubwa unachokifukuzia kwenye maisha yako kuliko mahitaji yako yote. Kuwa na kitu kikubwa unachokifukuzia kwenye maisha yako kuliko mahitaji yako yote. Kwenye mabano andika kusudi. Hii ni vita ya pili. Baada ya kujitambua ndani, kitu cha pili ambacho mwanaume anakihitaji ni kuwa na kitu kikubwa ambacho kinampa msukumo, kinampa moto, kinampa kukosa usingizi, kinampa utayari wa kufanya chochote ili aweze kukipata. Ni salama sana kama mwanaume atafanikiwa kuwa na hiki kitu kinachompa sababu ya kuishi. Hiki kitu kinachompa sababu ya kuamka asubuhi na mapema. Hiki kitu kinachompa mahala gani aweze kuweka hela zake, kuweka nguvu zake ili kuweza kupata matokeo. Kama mwanaume atakosa kuweza kupata picha kubwa ya maisha ambayo ni kusudi, hatari iliyopo ni kwamba vitu vidogo vidogo vinaweza vikammeza. Kwa nini? Kwa sababu moyo wa mwanaume ulivyo, akili ya mwanaume, mfumo wa mwanaume unapenda mambo makubwa. Ndio maana ukikutana na kundi la wanawake wasomi na wanaume wasomi, ukakaa ukauliza ndoto zao, utashangaa sana. Unaweza kukutana na wanawake wanakuambia natamani kuwa na daycare, natamani kuwa na bakery, natamani kuanzisha charity, nisaidie wasiojiweza, nisaidie yatima. Lakini wanaume watakwambia nataka kuwa na kampuni, nataka kuwa na viwanda, nataka kuwa rais wa nchi, yani wanaume they are full inspired of big things. So mwanaume anapokuwa equipped, akawa na kitu kikubwa kuliko mahitaji yake yote, kuliko maisha yake, kitu ambako yuko tayari kukipigania, yuko tayari kukesha, yuko tayari kulipa gharama, yuko tayari kupoteza hata marafiki, yuko tayari hata kuriski maisha yake kwa ajili ya hicho kitu, umeokoa maisha ya mwanaume. Lakini kama hatapata hicho kitu, kama hatakuwa na hiyo ndoto, kama hatakuwa na hilo kusudi, moyo wa mwanaume unaweza ukatawaliwa na starehe. Ndio hapo unapokutana na yale makundi ya wanaume ambaye yuko tayari kufanya kila kitu ili apate mwanamke mmoja alale naye. Yuko tayari kufanya kila kitu ili aweze kujenga heshima. Maana yake huyu mtu ametoka kwenye kufanya kuwa na kusudi ambalo ndio kitu kikubwa kuliko mahitaji yake, amezichukua starehe na kuzifanya kuwa kubwa kuliko hata kazi yake, hata afya yake, hata heshima yake kwa watu wengine. Kuna watu of course ndio maisha yao. So vita ya pili mwanaume anayotakiwa kushinda ni kupata jambo kubwa la kufukuzana nalo kwenye maisha ambalo lina thamani, lina nguvu, lina uzito kwake kuliko mahitaji yake. Yuko tayari kukesha, yuko tayari kumuomba Mungu, yuko tayari kukosolewa, yuko tayari kufundishwa, yuko tayari kutafuta ili aweze kulitimiza hilo jambo. The more mwanaume anakuwa na hii passion ya kufukuzia hicho kitu,
the more mwanaume anaweza kueleweka, the more mwanaume anaweza kujiheshimu, the more mwanaume anaweza kuheshimu nguvu zake, akaheshimu muda wake na akaheshimu kila kitu ambacho kipo kwenye mikono yake. Vita ya tatu ambayo mwanaume anatakiwa kushinda ni kuwa na utawala kwenye eneo fulani kwenye maisha yake. Ndani ya moyo wa wanaume, kila mwanaume huwa anajiona yeye ni mwamba. Kila mwanaume huwa anataka kuwa mamlaka fulani, kuwa bingwa fulani, kuwa ndio mwenye usemi wa mwisho kwenye eneo fulani. Kosa ambalo watu wengi huwa wanalifanya ni kutogundua eneo mapema ni wapi. Lakini Mungu anajua hicho kitu. Ndio maana akatengeneza kitu kinaitwa kusudi la maisha. Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anataka eneo ambalo mwanaume atakuwa mwamba, atakuwa konki, atakuwa master, atakuwa mtawala ni kwenye eneo la kusudi. Atengeneze ubobezi wake pale, atengeneze mamlaka yake pale, atengeneze territory yake pale, yeye ndio awe sauti kwenye kila kitu. Ni salama sana kama mwanaume utatengeneza utawala wako kwenye eneo la kusudi. Kama utatengeneza ubobezi wako kwenye eneo la kusudi, kama utakuwa konki kwenye eneo la kusudi. Kwa nini? Kwa sababu itakusaidia kupata matokeo, itakusaidia kuweza kujiamini, itakusaidia kuweza kufanikiwa. Believe me or not, chunguza wanaume wote, waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa, waliosoma na ambao hawajasoma. Kila mwanaume ndani ya moyo wake huwa anajiona mwamba. Sasa hatari inakuja pale ambapo huyu mtu anakosa namna ya kuonyesha ule umwamba wake. Ndio unakuta kuna watu wanatengeneza vitu vya kipuuzi. Anajiita mimi ni mlevi mbwa. Naweza nikanywa konyagi, nikachanganya na Keivanti, nikachanganya na Valu, nikachanganya na bia na gongo na nisilewe. Mwingine akakwambia mimi ni mwamba, naweza nikalala na wanawake 5 kwa siku na isinisumbue. Huyu mwanaume amepotea, ametengeneza umwamba wake kwenye vitu vya kipuuzi. Lakini Mungu alikuwa anataka kila mwanaume awe mwamba kwenye eneo lake. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, even me, I feel myself kwamba ni mwamba kwenye hivi vitu ninavyofanya. Nisingeongea kwa ujasiri ninaoongea, nisingefanya kwa utulivu ninaofanya bila ya kuwa na hiyo hisia kwamba mimi ni mwamba kwenye hivi vitu, kwa sababu nimewekeza, nimetafuta, nimepambana, nimeomba, nimesoma, nimeelekezwa, nimekubali kulipa gharama ili niweze kuwa na mamlaka kwenye hiki kitu ninachokifanya. So it is very safe. Hilo eneo ikawa ni biashara yako. Hilo eneo ikawa ni kitu ambacho Mungu amekupa kukifanya na maisha yako, kwa sababu hautajikuta una lazima wa kuzuru afya yako, hautajikuta una lazima wa kupiga mtu, hautajikuta una lazima wa kujisifia vitu vya kijinga. Utajikuta unapata nafasi ya kufanikiwa wakati unaendelea kujiona mwamba. Vita ya 4 ambayo kila mwanaume anatakiwa kushinda ni vita ya uchumi na uzalishaji. Kwa mwanaume pesa ni sauti yake. Kwa mwanaume pesa ni ujasiri wake. Kwa mwanaume pesa ni uwezo wa kufanya maamuzi katikati ya watu. Mungu anajua hicho kitu. Mtu wa Mungu, ukikaa kwenye jamii ukaangalia, mwanamke anaweza asiwe na kazi, anashinda nyumbani asubuhi hadi jioni na still ikawa fine. Hakuna mtu atakayemshangaa. Watu watamuona huyu mama anapenda watoto, huyu mama anamheshimu mume wake, huyu ni mama wa nyumbani. Lakini ukiwa baba wa nyumbani, hicho kitu ni kitu cha hatari. Yaani hautahitaji mtu mwingine kukwambia kwamba umeabuse mfumo. Wewe mwenyewe utahisi kwamba ndani yako haiko sawa. Kwa nini? Kwa sababu kwa mujibu wa uumbaji, Mungu alimpa mwanaume mamlaka ya kuwa baba, mamlaka ya kutunza familia, mamlaka ya kutegemewa. Na huwezi ukategemewa ukiwa hauna kipato na hauna uwekezaji. Kwa hiyo hakikisha unapigana vita ya kutengeneza kipato, kutengeneza mzunguko wa pesa, kutengeneza njia za kipato, kutengeneza milango ya kuingiza fedha. Sio dhambi mtu wa Mungu kuwa na pesa na kumtumikia Mungu. Hakuna mahala maandiko yamesema kwamba ukiwa na pesa uko kinyume na Mungu. Ule mfano ambao watu wengi wanaukoti vibaya, wanasema Yesu alisema ukiwa tajiri ni ngumu kwenda mbinguni. Rudi nyuma kurasa mistari kadhaa uone ile story Yesu alikuwa anazungumza na nani. Yule mtu aliyekuwa anazungumza na Yesu, kwanza Yesu alikuwa anamuaddress mtu specific. Yule mtu alikwenda kwa Yesu akiwa na kiburi cha uzima. Akamwambia, mwalimu mwema,
nikitaka kuurithi uzima wa milele nifanye nini? Yesu akamwambia usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Yule mtu akamwambia kwa kujimwambafai kwamba hivyo vitu vyote nimevishika toka nikiwa mdogo, wakati ni uongo. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa kuitimiza Torati. Yule mtu akajimwambafai. Yesu akamwambia kama umeweza vyote, basi nenda kauze mali zako zote, kisha uwape maskini unifuate. Kwa sababu Yesu alikuwa anajua yule mtu ana attachment na mali, ana attachment na vitu alivyofanikiwa kuwa navyo. Yesu akamgonga mahala panapouma. Yule mtu akagoma, akaondoka amechukia. Kwa hiyo akakubali kupoteza uzima wa milele ili aendelee kuwa na vile vitu. Kwa sababu huyu mtu swali aliloliuliza hakuuliza ni vizuri kufanikiwa alafu nikampenda Mungu. Huyu mtu alikuwa anataka tu kupata uzima wa milele kwa njia zake za kiburi, na Yesu alimjibu kwenye njia zake zile zile za kiburi. So mafanikio na kumtumikia Mungu, mafanikio na kumpenda Mungu vinawezekana. Mwanaume, rise, tengeneza kipato. Watu hawataweza kukutegemea kama una kipato. Ni hatari sana mtu wa Mungu ufike sehemu una ndoto, una imani, una mipango mikubwa, alafu hauna financial means ya kuweza kutetea unachokiamini. Utajikuta unadhalilika, utajikuta unapata shida. Vita ya 5 ni vita ya kutengeneza nidhamu binafsi. Mwanaume hawezi kuwa mtawala bila ya kukubali kutawalika. Hauwezi ukakuwa mfalme ukawa utawala kwenye maisha bila ya kuwa na mamlaka fulani na utawala unaokutawala juu yako. Mwanaume alivyoumbwa ni kama volcanic force. Ndani ya moyo wa mwanaume kuna misukumo mwingi. Ndani ya mwili wake kuna misukumo mwingi. Kuna drive nyingi zinazomsukuma kufanya hiki na kufanya kile. Na tafsiri ya nguvu sio uwezo wa kufanya vitu vingi bila kuchoka. Nguvu ni power under control. Ifike sehemu umejua ndani ya moyo wako kwamba nina nguvu, lakini nimechagua kuitawala nguvu iliyoko kwangu. Nitafanya hiki, kile sitafanya. Hapa nitakuwa na mpaka, pale sitavuka. Kwa nini? Kwa sababu I know who I am and I know where I'm going. Ndio maana ya kuwa na nidhamu binafsi. So ili uweze kuwa na nidhamu binafsi, jambo la kwanza, tengeneza mahusiano binafsi na Mungu. Ifike sehemu huwezi kufanya kwa sababu una hofu ya kupoteza mahusiano yako binafsi na Mungu. Yaani sio kwamba watu watakuona watakudharau, sio kwamba watu watakuona watakushangaa, lakini una Mungu ambaye unamheshimu kiasi kwamba hauko tayari kupoteza mahusiano yako binafsi na yeye kwa ajili ya huo upuuzi unaofikiria kuufanya. Jambo la pili, lazima uwe obsessed na kusudi la maisha, malengo na vile vitu ambavyo umepanga kuweza kuviachieve. Kiasi kwamba unajua kuna mahala sitapatikana sehemu fulani, sitakwenda mahala fulani ili niweze kupata hivi ninavyovitaka. Kwa sababu kanuni za maisha, hauwezi ukapatikana kila mahala na ukafanikiwa kupata kila kitu. Ukipatikana kila mahala umekosa vitu vyote. Lazima uwe selective ili uweze kupata vitu. Na jambo la tatu, lazima ujitiishe chini ya tabia fulani, tabia za mafanikio. Hizo tabia ndo zitakuwa kitambulisho chako. Hizo tabia ndo zitakupa uwezekano wa kupata unachokitaka. Na jambo la 4, lazima uweze kujitawala na ratiba fulani. Ujue muda gani utakuwa kazini, muda gani utapumzika, muda gani utalala, muda gani utaomba. Lazima uweze kuwa under control chini ya tabia fulani. Na jambo la 5, kama itawezekana, na ninapendekeza iwezekane, juu yako kuwe na mamlaka inayoweza kukuonya. Uwe na mtu anayeweza kukukosoa. Uwe na mtu anayeweza kukushauri. Uwe na mtu anayeweza kukuuliza kwa nini umefanya hiki. Uwe na mtu ambaye ukisikia sauti yake unaweza ukaacha mara moja. Ukisikia sauti yake akikwambia hapana, unaweza ukaacha bila kuhitaji maelekezo ya ziada. Ni salama sana kwa ajili ya kuweza kuwa mtawala na mfalme kwenye eneo lako. Vita ya 6. Kila mwanaume anahitaji kuwa na ukomavu wa kihisia na kiakili. Kitu kinachomfanya mwanaume kuwa tofauti na kijana wa kiume ni ukomavu wa kihisia na akili. Mwanaume amepewa nafasi ya kuwa kiongozi, na hakuna uongozi unaoongoza mambo kwa hisia peke yake. Uongozi unafanya kazi kwa hisia na akili. Nafikiri ndio maana Mungu alifika sehemu akamwambia mwanaume
ishi na mke wako kwa akili. Kwa nini? Alikuwa anajua ili uweze kuwa mtawala na uweze kuwa mfalme, unatakiwa kuwa umemachua kiakili na kihisia. Ifike sehemu unaweza ukakubaliana na watu, japokuwa unajua kuna watu wamekupinga. Ukatokeza kwa watu na ukafanya unachokifanya, japokuwa watu jana hawakupendezwa na kila kitu kuhusu wewe. Ifike sehemu unaweza ukakutana na negative comment na ukaendelea kufanya unachokifanya. Haufanyi kwa kujisikia, unafanya kwa sababu unajua unapaswa kufanya. Ndio maana ya ukomavu kihisia na kiakili. Umemachua, unaongozwa na akili, sio hisia. Unaongozwa na kile unachopaswa kufanya, sio jinsi unavyojisikia. So mwanaume unapaswa kuwa na ukomavu wa kiakili na kihisia, uweze kuhandle migogoro, uweze kuhandle conflict, uweze kutatua mambo na kuiongoza familia na watu wanaokutegemea. Jambo la 7 au vita ya 7 ni kufanikiwa kuondoka kwenye makosa na matatizo yaliyotokea jana. Hakuna mtu ambaye hana jana yake. Kila mtu anayo past. Na inawezekana past yako haikuanza na wewe kukosea. Past yako maybe ilianza na wazazi kukosea. Past yako ilianza na maumivu ya mahusiano. Past yako ilianza na migogoro fulani ambayo iko nyuma yako. Hauwezi ukawa mtawala na mfalme wakati moyo wako umejeruhiwa. Moja kati ya eneo ambalo adui anajua akimpiga mwanaume amepiga maisha yake ni kujeruhi moyo wake. So kama moyo wako utakuwa umejeruhiwa na kilichotokea utotoni, kilichotokea wakati unakuwa, kilichotokea kipindi fulani, hautaweza kuwa mfalme kwenye maisha yako. Lazima uweze kukua beyond makosa, beyond mambo ya nyuma, beyond kila kitu kilichotokea, ili uweze kuwa mtawala na mfalme. Ndio maana ni muhimu kuweza kuupokea upendo wa Mungu, kuupokea msamaha wa Mungu na kuipokea neema ya Mungu, ili uweze kukua beyond makosa na kila kitu ambacho kimetokea, uweze kukaa kwenye nafasi yako na kuweza kutawala na kufanya maisha. Vita ya 8 ambayo mwanaume anatakiwa kushinda ni kuraise familia, kuhakikisha kwamba kuna kizazi bora kinatokea kwako. Legacy bora ambayo mwanaume unaweza ukaiacha duniani ni kuacha watoto wenye akili, ni kuacha watu ambao wako stable. Tunasema kuzaliwa kwenye familia maskini sio kosa lako, lakini kuacha kizazi maskini duniani, hilo ni tatizo lako. Wewe haukushiriki kwa lolote wazazi wako kuwa maskini au wazazi wako kuwa na matatizo ambayo wamekutana nayo. Lakini kama utaacha watoto wako kwenye conflict, kwenye migogoro, kwenye uduni, wewe ulikuwa na kila kitu ulichotakiwa ukifanya na ukufanya, unaacha watu wako hapo. So you must raise a strong family. Ulee watoto wenye future, ulee kizazi kilicho bora, ulee watu walionyooka. Tengeneze mifumo, tengeneze maono ambayo yatatengeneza watu duniani. Vita ya 9 ni kutunza afya yako. Kila mwanaume anatakiwa kutunza afya yake. Unatakiwa kujua kwamba hautakuwa na nafasi ya kuishi ndoto zako kama hutakuwa na afya. Hautakuwa na nafasi ya kutimiza malengo kama hutakuwa na afya. Lazima ujitunze. Ulinde nini unakula, ulinde nini unasikia, ulinde nini unajiexpose na mwili wako. Utunze mwili wako. Afya ni kila kitu. Afya ni mtaji. Afya huwa inaonekana ina umuhimu sana pindi unapokuwa umeipoteza kabisa. So you should protect that. Na jambo la 10, vita ya 10, unatakiwa kushinda vita ya ibada. Adui huwa anataka kuukolapsi moyo wako. Wewe unatakiwa kuutunza moyo wako. Adui atatafuta kukutengenezea ibada feki, au drive moyo wako kwenye kuabudu fedha, kuabudu kazi, kuabudu tamaa za dunia, kuabudu mahusiano, kuabudu mipira. Adui huwa anataka kumkona mwanaume kwenye eneo fulani na kumtengenezea obsession ya kitu fulani. Ibada, mtu wa Mungu, ni kile kitu ambacho umekifanya top priority kwenye maisha yako. Kama umefanya top priority kwenye maisha yako mpira, ibada yako ni mpira. Kama top priority kwenye maisha yako ni movie, ibada yako ni movie. Kama top priority kwenye maisha yako ni mahusiano na wanawake, ibada yako iko hapo. So lazima ushinde vita ya kumpa Mungu moyo wako kwanza. Ndio maana huwa nayapenda sana haya maandiko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote,
akili zako zote na nguvu zako zote. Ukifanikiwa kwenye hilo jambo, umeshinda vitu vyote. Hopefully mtu wa Mungu utafanikiwa. Be blessed. Tukutane kwenye session nyingine. Endelea kubarikiwa.